Mambo vipi Nasoro? Mimi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kujalia baraka tele kufika siku ya leo. Yanga sasa mnaelekea katika mchezo ambao ni muhimu sana kwa upande wenu, mchezo ambao utakuwa una maamuzi ya nyinyi kwenda kufika hatua ya robo finali. Lakini watu wengi wanaona kama kuna nafasi ndogo sana ya nyinyi kuweza kufuzu hatua ya robo finali na mtakwenda kuwafuata sasa Simba kwenda kujiandaa na ligi kuu kikamilifu. Kwako, kwa upande wako unazungumzieje? Mimi kwanza niwaambie mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga Afrika, mechi kweli tusichukulie masiala. Mechi itakuwa ngumu kwa sababu kwenye hatua ya group stage kila hatua ina hela. Ukishika nafasi ya kwanza kuna hela yake, nafasi ya pili kuna hela yake, nafasi ya tatu kuna hela yake, na nafasi ya mwisho ina hela yake. Maana yake wapinzani wetu wanaokuja hawajaji kuja kushangaa macho, wanakuja kupambana kusudi na wao kama watatufunga maana watachukua nafasi ya tatu. Kwa hiyo na sisi tunahitaji tupate pointi 3 goli 3. Siushelewa. Kwa hiyo hii mechi ina uwalazima mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga Afrika, inabidi twende tukaujaze uwanja. Iwezekane isiwezekane uwanja ujazwe, kwa sababu sisi mashabiki wa Yanga 99% ni wavivu wa kwenda uwanjani. Inabidi tuambiane ukweli. Mechi ya National Rally na Yanga Afrika, mimi nilikopo uwanja ni Amani, lakini uwanja hatukujaza. Lazima hapa tuambiane ukweli. Kama huyu Mwarabu tunataka tumuue goli nyingi, ule uwanja ni Amani inabidi ujae. Hapo umezungumzia magoli 3 na alama 3, na ndio vitu ambavyo vinahitajika nyewe kuweza kufuzu robo finali. Lakini sasa watu wanasema yupo huyo wa kufunga hayo magoli 3. Yanga mnatafuta nafasi, mnapata nafasi, lakini mtu wa kuweza kutumia nafasi vizuri hayupo. Hili kwa upande wako auone kama itakuwa ni ngumu sana kupata alama 3 na magoli 3 katika mchezo wenu? Mimi kwa historia ya Yanga Afrika nasema inawezekana. Hebu nitajie mchezaji ambaye anaenda kufunga hayo magoli 3. Mchezaji ndio ukumbusha hapo, mchezaji ana uwezo akafunga Depo, ana uwezo akafunga Okelo. Watu wanasema Depo ni mchezaji wa kawaida sana. Yeye wao wanavyozungumza. Na labda nikukumbushe nyuma, sisi Yanga nyuma tuliwahi kukutana na hatua kama hii. Tulifungwa na Faraba na New Blues Dadi, sawa, tukafungwa chuma 3 nyumbani kwao. Ikaja uwanja wa Benjamin William Mkapa, tuliambiwa tutafute goli 4 ndio twende. Na kipindi mechi za nyuma tulikuwa tujawahi kumfunga mtu goli 2. Tulikuwa tunamfunga mtu moja na watu walitukatia tamaa. Lakini mechi ya Blues Dadi watu wakaja kushangaa, wakaenda kuchukua chuma 4. Na leo mwaka huu kimekuja kutokea kile kama kilichotokea msimu ule. Na nyuma kama kawaida sisi tunamfunga mtu goli moja. Hatujawahi kumfunga mtu goli 2. Hii ni historia tunaenda kuitengeneza tena. Kwa uhakika unao? 99% kama mashabiki tutajaza uwanja. Sasa mashabiki wanaweza akawa, umezungumza hapo swala la mashabiki kwamba hawafiki nini. Sasa kule Zanzibar si mbali, watu wana shughuli zao. Hata kama una shughuli, mechi inachezwa siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili uzuri wake, mimi Zanzibar sio mgeni, ni mwenyeji. Una uwezo ukaenda Jumapili asubuhi ukaangalia mechi saa 10. Saa 2 usiku kuna boti ya usiku hapo, unaingia saa 12 asubuhi. Kwa hiyo maana umewahi kazi zako. Katika mchezo uliopita Nasoro, watu wamehoji sana kiwango cha Pacome. Wanasema ni kama alikuwa na kiwango cha chini zaidi, kiwango duni zaidi. Hii kwa upande wako unaionaje katika mchezo unaofuata? Naona kwanza hapo umecheka kidogo. Ujue ndani ya ardhi ya Tanzania tuna shida ya wachambuzi. Tuna shida ya wachambuzi. Inaelekea wachambuzi wanakuja kuchambua mpira, hawajacheza mpira. Hilo ndo shida, kwa sababu hii hapa kuna mchambuzi mmoja kachambua na ndio maana imetrendi sana. Na huyo mchambuzi yeye anawasema sana wenzake wengi wanaochambua sasa hivi hajacheza mpira, yeye kacheza mpira. Sasa kuja kutizama utamwona yeye vile alikuwa achezi mpira, alikuwa anaruka mpira. Kwa sababu Pacome sio Mwenyezi Mungu. Pacome sio mashine. Pacome hawezi kila mechi atacheza na ubora ule. Dada, hata wewe kuna siku mbaya kazini kwako. Kweli si kweli? Kwa hiyo Pacome siku ile ilikuwa siku mbaya kazi. Na yale masuala ya kawaida ya mpira. Mbona Pacome anavyoibeba Yanga? Hawamsifii. Sisi uzuri wa wana Yanga wa sasa hivi hatusikilizi wachambuzi. Sisi hatusikilizi wachambuzi.
Ukitaka kujua kama sisi watu wasikilizi wachambuzi, na sisi tupo tofauti na mashabiki wa Simba. Mashabiki wa Simba wapoje? Mashabiki wa Simba timu yao ikifungwa wanaongea vingine, ikitoa sare wanaongea vingine, ikishinda wanaongea vingine. Sisi mashabiki wa Yanga tuna kauli moja. Umesikia kuna shabiki wa Yanga analalamika Pacome kacheza vibaya? Hakuna zidi ya wachambuzi. Hali wachambuzi wanatuongelea sisi, na zidi ya mashabiki wa Simba wanatuongelea sisi, ila sisi wenyewe hatuna muda huo. Simba wanasema kwa kikosi walichonacho sasa hivi tarehe 1 Machi lazima mpigwe. Simba wanaweza kaongea hivyo sasa hivi, ila kama wanaloemba akiwa chooni anaweza kusema sitaki kukutana na Simba. Shabiki wa Simba yupo tayari kufa kuliko kwenda kukutana na Yanga. Kweli? Shabiki wa Simba yupo tayari kuomba kifo kuliko kwenda kukutana na Yanga. Wanasema wanaloemba aura. Kama wanaloemba sio wanaula. Waombe shirikisho mechi warudishe nyuma. Sisi tunajua hata kama tukikosa robo finali, tena waombe Yanga iende robo finali. Kama tukikosa robo finali, watakuja kupewa mzigo mzito, hata kuutua watashindwa. Na solo tupo neno moja la mwisho kwa mchezo wenu ambao unafuata kwa mashabiki. Neno la mwisho mimi bado nasema leo, mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga tunahitajika kwenda kuujaza uwanja wa New Amani. Hii mechi ni fainali. Mashabiki wanahitajika zaidi kuliko chochote kile. Kwa hiyo sisi tunaomba mashabiki wa Yanga chonde, tunaomba tuende tukajaza uwanja wa Amani.